Leo maneno haya yametimia masikioni mwenu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wapendwa taifa la Mungu, tumekusanyika hapa kama taifa la Mungu ili kuadhimisha mafumbo makubwa ya imani yetu. Na tunapofanya hivyo, tunapenda kubainisha hasa yafuatayo. Leo tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya daraja takatifu ya upadre. Na tunapofanya hivyo, tunaalikwa tuwaombee mapadri wetu. Tujipange na tunuie kuwapa ushirikiano katika kutekeleza utume wao. Jambo la pili, tunakusanyika kuadhimisha siku ya kubariki mafuta ya wagonjwa, mafuta ya wakatekumeni na kuweka wakfu mafuta ya Krisma takatifu. Jambo la tatu ambalo sio la mazoea katika kusanyiko hili, tunataka kumshukuru Mungu kwa zawadi ya jimbo jipya la Bagamoyo. Na siku ya leo mapadre ambao parokia wanazohudumia zimeangukia upande wa Bagamoyo tutawaaga. Kuaga huko sio kuvunja mahusiano, bali ni kuwatakia kila jema katika utume wao ndani ya jimbo jipya, tukinuia kuendelea kuwapa ushirikiano. Ndugu zangu, tunapoadhimisha mambo hayo, tunaangazwa na kuongozwa na neno la Mungu. Kwa namna pekee, leo tumesikia somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Isaia sura ya 61. Katika somo hilo tunakutana na Wayahudi ambao wamerudi kutoka utumwani Babeli. Wayahudi walipata mang'amuzi kadha wa kadha ya kusambaratishwa, ya kunyenyekeshwa, ya kupelekwa uhamishoni na kutumikishwa. Wakiwa huko uhamishoni, walipata bahati ya kuhubiriwa na manabii mbalimbali. Manabii ambao waliwapa habari za faraja, habari za matumaini, tumaini la mwanzo mpya. Na baadhi ya Wayahudi waliosikia mahubiri ya Wayahudi walijipa moyo, wakajikusanya, wakarudi nchi takatifu. Cha kushangaza, waliporudi makwao, walikuta mambo ambayo hawakuyatarajia. Kwanza, hawakupokelewa kwa nderemo na vifijo. Pili, kurudi kwao hakuwafurahisha wale waliokuwa wamebaki nchini kwao. Kwa maneno mengine, kurudi kwao kulikuwa ni kero na jambo la kukatisha tamaa.
Pamoja na hayo, Mungu ni mwaminifu daima. Na Mungu ambaye ni mwaminifu anawaibulia nabii mwingine ambaye anaendelea kuwahubiria habari za matumaini. Na hizo habari za matumaini na faraja ndizo tumezisikia katika somo la kwanza. Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta niwahubirie maskini habari njema, niwatangazie wafungwa kufunguliwa kwao, nao waliosetwa habari ya kuwekwa kwao huru. Hizo ni habari za faraja. Hizo ni habari za matumaini ambazo wanaelekezewa watu wa Mungu. Tunaposikia habari hizi, hatusikilizi historia. Tunasikiliza habari njema ambayo Mungu anatuelekezea sisi. Sisi pia ni wajumbe wa habari njema, ni walengwa wa habari ya faraja, ni walengwa wa ukombozi. Kwa hiyo tujipe moyo, tusivunjike moyo kama walivyokuwa Wayahudi wa zama zile, bali tufarijiwe na kutiwa nguvu na hiyo habari njema ya Bwana. Habari hii njema lakini ilipaswa itambulike kwamba haitatimilika tu kisiasa. Itatimilika katika kuja kwa Yesu Kristo, Masiha na mpakwa mafuta wa Bwana, Bwana na Mwokozi wetu, ambaye yeye mwenyewe ndiye habari njema, ambaye yeye mwenyewe ndiye Mwokozi wetu, ambaye yeye ndiye mpatanishi wetu. Sisi tunaposikiliza habari hii kutoka katika kitabu cha nabii Isaia, tumepata pia faraja ya kusikiliza maneno hayo kutoka kwa Kristo Mwokozi wetu. Katika somo la Injili, mwinjili Luka ametupa habari ya Yesu kwenda kwenye sunagogi. Alienda kwenye sunagogi kama Myahudi. Alienda kwenye sunagogi kusali. Alienda kwenye sunagogi kusikiliza neno la Mungu. Na leo akaomba apewe kitabu cha nabii Isaia, na akasoma sehemu ambayo tumeisoma tayari katika somo la kwanza. Akisha isoma, hakuishia hapo. Amekikamilisha kusoma huko kwa tamko zito. Leo maneno haya, leo neno hili la Mungu mlilolisikia limetimilika masikioni mwenu. Yeye anayetamka hilo ndiye utimilifu wa ufunuo, ndiye utimilifu wa uwepo wa Mungu kati yetu, Mungu pamoja nasi. Ndiye Bwana na Mwokozi wetu. Kwa hiyo kwa uwepo wake huo, ufunuo umetimilizwa. Habari njema imetufikia sisi. Kwa hiyo ni wadau wa habari njema, na leo tumekusanyika hapa kuadhimisha hadhi yetu kama wadau wa habari njema. Mkitazama vizuri, mtaona kwamba hapa kanisani kwa wingi tumefurika sisi maklero
kwa sehemu wadogo zetu wa seminaristi wakubwa, kwa uchache watawa, na kwa uchache zaidi waamini walei. Hilo sio kwamba hao wengine hawana nafasi. Wanayo nafasi haki na halali, lakini leo kuna jambo ambalo linatiliwa mkazo. Unatiliwa mkazo uwepo wa askofu ambaye washiriki wake wa karibu na wa kwanza ni mapadre wake. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa zawadi ya kila mmoja wenu padre. Tunapenda kuwaombea baraka, faraja na neema ya Mungu katika ufuasi wenu, katika uwakfu wenu, katika utume wenu. Na pia tunapenda kuwaalika na kuwaasa, mnapojitambua kama mapadre, kama wapakwa mafuta wa Bwana, basi jitumeni. Hakikisheni mnajikita kwa dhati katika utume mlioitiwa na kukabidhiwa. Hakikisheni kwamba waamini mliokabidhiwa wanapata huduma stahiki. Wanapata huduma ya mafundisho bayana na sahihi. Wanapata mafundisho ya imani ya Kikristo. Wanapata mafundisho ya maadili ya Kikristo. Na wanapata pia hamasa na mafundisho ya uwajibikaji ndani ya kanisa lao. Ndugu zangu mapadre, zama zetu ni zama zenye utata. Ninachelea kwamba kwa sababu ya ukosefu wa mafundisho ya kina, mafundisho ya dhati, Wakristo wetu wanawayawaya, wanayumbishwa, wanarubuniwa na wajanja ambao hawana mpango wowote wa kuhubiri neno la Mungu. Ni wajanja walio na hamasa na shauku ya kujijenga wenyewe. Wakristo wetu wanapopiga jaramba kwenda kwa nabii fulani, nabii wa uongo bila shaka, kwenda kwa mtume fulani, nabii feki bila shaka, kwenda kwa bwana fulani ambaye anajitangaza mwenyewe na kujiweka kuwa nabii, kuwa mfalme, kuwa masiha. Wanafanya hivyo kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya kiu, kwa sababu ya kukosa mafundisho, mwongozo na dira sahihi ya kuishi imani yao, ya kujisikia nyumbani ndani ya kanisa lao. Napenda kumwomba kila padre ahakikishe kwamba anajikita kwa dhati zaidi katika kuwahudumia watu wa Mungu, badala ya kukimbia kwa mamposa, sijui kwa nani. Hebu wakimbilie kwako, kwa sababu kwako watapata neno la uzima, kwako watapata sakramenti za kanisa. Huko kwingine kote hakuna sakramenti. Kwako watapata faraja na mafundisho, kwako watapata utakatifuzo. Kwa hiyo mapadri wapendwa, msilaze damu. Jikiteni kwa dhati, jikiteni bila kujibakiza
katika kuwahudumia, kuwatakatifuza, kuwaongoza na kuwapa dira waamini wenu. Mnapofanya hivyo, tambueni kwamba mnazo njia kadhaa za kufanya majukumu yenu. Njia ya kwanza ni kuishi kiaminifu wito wenu, kuishi uwakfu wenu, kuishi utume wenu. Njia ya pili ni kuwa watu wa sala, mkiwaombea wale mnaowaongoza, lakini pia mkijiombea wenyewe. Njia ya tatu ni kujikita katika neno ambalo linapaswa kuwalisha ninyi wenyewe kusudi muwalishe watu wa Mungu. Na njia ya nne ni kujisikia nyumbani ndani ya kanisa, kulipenda kanisa na kujikita kulijenga. Tunawaombea. Leo, sambamba na hayo niliyokwisha kufafanua, tunaadhimisha siku ya mafuta. Nirudie tena kusema, tutabariki mafuta ya wagonjwa, tutabariki mafuta ya wakatekumeni, na tutaweka wakfu mafuta ya Krisma takatifu. Kwenye haya ya mafuta, mnivumilie nako kidogo niseme, hizi ni zama pia za ubabaishaji. Watu wetu wanarubuniwa kwamba wakienda kwa fulani watapata mafuta ya upako, wakienda kwa fulani watapata maji ya baraka, wakienda kwa fulani watapata udongo wa baraka, wakienda kwa fulani watapata kitambaa cha baraka. Hivi jamani, kwa nini msitambue tu kwamba hapo kuna danganya toto? Mafuta matakatifu ya wagonjwa yanabarikiwa siku ya Alhamisi Kuu na yanatumika kwa wagonjwa kuwaletea faraja na baraka, kuwaletea nguvu ya Mungu katika mahangaiko na kuugua kwao. Mafuta hayo hayatumiki wala na shemasi wala na katekista, bali yanatumiwa na padre. Kwa hiyo anayeweza kumpaka mgonjwa mafuta ya wagonjwa ni padre tu. Na nikisema padre tu, nina maana pia na askofu humo. Kwa hiyo hao wengine wanaokuambia njoni kupake mafuta upone, wanakugeresha, wanakurubuni. Hawana mamlaka wala madaraka ya kukupaka mafuta ya wagonjwa. Na ili watu waelewe kwamba mafuta ya wagonjwa yanatumikaje, wanahitaji pia katekezi. Na hiyo katekezi usimwachie katekista peke yake atoe. Padre mpendwa, toa katekezi, fundisha, rekebisha mitazamo, wasaidie watu wawe na uelewa safi na sahihi. Leo pia tunabariki mafuta ya wakatekumeni. Mafuta wanaopakwa wakatekumeni wanapojiandaa kwenda kupokea hadhi kubwa
ya kuwa wabatizwa, wana kanisa, watoto wa Mungu, ndugu zake Kristo na hekalu la Roho Mtakatifu. Hayo mafuta ya wakatekumeni pia hayatumii katekista, anayatumia padre, na hayapatikani kwa akina Mwamposa, kwa akina Makangale na kwa akina nani. Yanapatikana tu katika kanisa Katoliki moja na takatifu. Leo tutaweka wakfu mafuta ya Krisma. Haya ni mafuta yanayotumika katika nafasi kadha wa kadha ndani ya kanisa. Nitazitaja kwa haraka. Mafuta ya Krisma yanatumika katika sakramenti ya ubatizo, yanatumika katika sakramenti ya kipaimara, yanatumika katika kuweka mapadre daraja, wanapakwa mikononi mafuta ya Krisma. Yanatumika katika kutabaruku altare na kanisa. Kanisa hili limetabarukiwa, mkitazama mtaona misalaba kwenye nguzo, na nadhani itakuwa kati ya makanisa ya zamani hapa Tanzania kutabarukiwa. Lakini pia yanatumika katika kuwaweka wakfu maaskofu. Askofu humiminiwa mafuta ya Krisma utosini ili apewe utimilifu wa daraja, awe mrithi wa mitume. Sasa kuna padri mmoja alishakuja kuniomba niruhusu wawe wanabariki mafuta kusudi walei wapakane huko uraiani. Natumia fursa hii kukemea mawazo kama hayo. Nimeshasisitiza umuhimu wa kufundisha. Hii ya kuomba kubariki mafuta watu wapakane huko uraiani ni upotoshaji, sio muono sahihi. Kwa hiyo mafuta tunayobariki leo na mafuta tutakayoweka wakfu leo sio ya kupakana uraiani, yatatumika ndani ya kanisa katika mpangilio sahihi na stahiki kwa ajili ya kuwatakatifuza watu wa Mungu. Naomba hilo nilisisitize kwa uwezo wote. Naomba hilo lieleweke kama msimamo wa kanisa. Basi ndugu wapendwa, nisirefushe zaidi. Nawaalika tuendelee kumshukuru Mungu ambaye ametujalia siku ya leo na fursa hii ya leo. Tumwombe atuzidishie Roho wake Mtakatifu kusudi tutambue uwakfu wetu, wito wetu na utume wetu. Kabla ya kuhitimisha misa hii, tutakapokuwa tumemaliza kuweka wakfu mafuta ya Krisma na kabla ya baraka ya mwisho, nitawaomba dekano wa dekania ya Mtakatifu Gaspari na mapadre wa zile parokia 16 za dekania hiyo waje mbele kusudi tuwatakie kila laheri na tuagane nao. Amani ya Kristo iwe nanyi.